UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunafahamu, tukizungumzia uwekezaji maana yake tunazungumzia, ndugu yangu, unachukua pesa yako unakuja unaiwekeza UTT, unapata faida. Kuwekeza maana yake ni kuweka hela sehemu, ile hela izalishe faida. Na kuna tofauti ya kuweka hela na kuwekeza. Kuna sehemu, kuna taasisi ambayo unachukua pesa yako unaiweka, sio, umeelewa? Kwa ajili kwamba utaki kukaa nayo wapi? Nyumbani. Lakini UTT unachukua pesa yako kwetu sisi, unakuja kuwekeza, uweke hela. Kuwekeza maana yake unaweka pesa kwetu sisi, ile pesa yako inazalisha nini? Faida. Sio, tumeelewana ndugu yangu? Inazalisha faida. Hiyo ndo maana ya uwekezaji. Kwa maana yake cha kwanza kabisa unakuja kuwekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha. Na maana yake kwamba UTT yeye lengo lake linajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Lakini vile vile UTT ni sehemu salama. Ukishasikia serikali maana yake ndani yake kuna nini? Kuna usalama. Lakini ndo la mwisho kabisa kubwa, wewe unaweka pesa yetu, unaweka pesa yako kwetu sisi ili tuzalishe faida, ili wewe uweze kuja kupata faida. Mfano mathalan, katika mifuko, sisi UTT tuna mifuko 6. Kuna mfuko unaitwa Umoja, kuna Wekeza Maisha, kuna Bond Fund ambao ndio inaitwa hati fungani kwa Kiswahili, alafu kuna Liquid ambao ni ukwasi, kuna mfuko wa watoto, umeelewa? Lakini kuna mfuko wa Jikimu, umeelewa? Yote kwa yote katika hii mifuko ukiwa unaweka pesa yako, UTT wao wanakupa wastani wa faida ya 12%, ambapo minimum kila mwezi tumetoa 1%. Umeelewa? Na hiyo nikisema minimum maana yake kuna muda ina expand 1%. Maana yake mfano mathalan tutolee mfano wa mfano wa mwaka jana. Ushafahamu katika ripoti ya UTT. Mfano labda mfuko wa ukwasi ambao ni Liquid ulienda ukasoma 13.3%. Maana yake sio 12 tena. Ile 12 si tumeweka ni kama minimum. Kuna mifuko inafika hadi 14%. Kwa maana